Huenda umeona mti wa mlonge ukikua katika maeneo yako bila kutambua jinsi mti huo ulivyo na nguvu kubwa mwilini mwako. Inayojulikana kama drumstick au sahjan, mlonge umekuwa sehemu ya jikoni na kitamaduni kwa vizazi vingi. Mababu zetu waliweka majani yake kwenye mchuzi wa kari na dengu muda mrefu kabla haijawa mtindo wa kiafya. Leo, unga wa mlonge unaonekana kwenye maduka ya bidhaa za afya ukiwa na ahadi kubwa. Lakini, ukweli ni kwamba, mmea huu umekuwa na virutubisho vingi tangu zamani. Huhitaji matangazo ya kifahari kuelewa thamani yake. Unapotumiwa mara kwa mara na kwa kiasi kinachofaa, mlonge unaweza kusaidia afya yako kwa njia nyingi za taratibu. Hebu tuzungumze kuhusu kinachofanya mlonge kuwa wa kipekee. Kuna aina mbalimbali unazoweza kutumia na jinsi unavyoweza kuula kwa mapishi mepesi ya jikoni kwako. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji unga wa mlonge wenye ubora wa hali ya juu ulioandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina, namba zake ni 0748 294 113. Pia namba hizi zinapita chini ya screen ya video hii. Atakupa maelezo juu kupata unga bora wa mlonge. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu za afya pale tunapo-upload. Kwa nini moringa huchukuliwa kuwa chakula chenye nguvu? Majani ya moringa yamejaa virutubisho ambavyo mwili wako unahitaji kila siku. Yana madini ya chuma, calcium, vitamin C, vitamin A na protini ya mimea. Mchanganyiko huo husaidia nguvu, kinga ya mwili na uimara wa jumla. Watu wengi huhisi uchovu hata baada ya kula chakula cha kutosha. Mara nyingi, tatizo si wingi wa chakula, bali ubora wa virutubisho. Kuongeza vyakula vyenye virutubisho vingi kama moringa husaidia kujaza mapengo madogo ya lishe. Moringa pia ina vioksidishaji. Hivi husaidia mwili wako kukabiliana na msongo wa kila siku unaosababishwa na uchafuzi wa hewa, kukosa usingizi na ratiba zenye shughuli nyingi. Fikiria kama msaada wa kimya wa ndani badala ya suluhisho la haraka. Baadhi ya watu hugundua mmeng'enyo bora wa chakula, viwango vya nguvu vilivyo thabiti na ustawi bora wa jumla wakati moringa inakuwa sehemu ya kawaida ya milo yao. Faida za afya za moringa unazoweza kuziona. Moja ya faida zinazozungumziwa sana ni kuongezeka kwa nguvu. Kwa sababu moringa ina madini ya chuma na virutubisho muhimu, inaweza kusaidia watu wanaohisi dhaifu au wenye stamina ya chini. Haifanyi kazi kama kafeini. Badala yake, huunga mkono mwili wako taratibu. Moringa pia husaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula. Nyuzi katika majani husaidia kufanya haja kubwa iwe ya kawaida na inaweza kupunguza kuvimbiwa kwa baadhi ya watu. Inaweza pia kusaidia kudumisha uwiano mzuri wa sukari kwenye damu inapochanganywa na lishe iliyo na uwiano. Hii ni moja ya sababu moringa imekuwa ikitumika kwa muda mrefu katika kaya nyingi za India. Afya ya ngozi na nywele pia inaweza kunufaika. Virutubisho kama vitamin C na vioksidishaji husaidia uzalishaji wa collagen na kulinda seli dhidi ya uharibifu wa kila siku. Ingawa haitachukua nafasi ya utaratibu wako wa utunzaji wa ngozi au nywele, hufanya kazi kutoka ndani. Faida nyingine inayothaminiwa ni mchango wake katika kuimarisha kinga ya mwili. Matumizi ya mara kwa mara hutoa virutubisho ambavyo mfumo wa kinga unahitaji kufanya kazi vizuri, hasa wakati wa mabadiliko ya misimu. Aina za moringa, majani na unga. Majani mabichi ya moringa. Majani mabichi ndiyo njia ya asili zaidi ya kutumia moringa. Ikiwa una mti wa moringa au soko la karibu linalouza, hili ni chaguo zuri. Majani yana ladha nyepesi ya udongo inayofanana kidogo na mchicha, lakini yenye nguvu zaidi. Huiva haraka na huchanganyika kwa urahisi kwenye vyakula vya India. Unaweza kuongeza majani mabichi kwenye dengu, mboga au supu. Mapishi mengi ya kusini mwa India tayari hutumia majani ya moringa kwa sababu yanaendana vizuri na viungo na kunde. Osha majani vizuri na yapike kwa muda mfupi. Kuyapika kupita kiasi kunaweza kupunguza baadhi ya virutubisho. Unga wa moringa. Unga wa moringa ni majani yaliyokaushwa na kusagwa. Ni rahisi kuhifadhi na hupatikana mwaka mzima. Ladha yake ni kali zaidi kuliko majani mabichi, ndio maana kiasi kidogo kinatosha.
Kwa wanaoanza, nusu kijiko hadi kijiko kimoja kidogo kwa siku kinatosha. Unga hufanya kazi vizuri unapochanganywa kwenye chakula badala ya kuliwa peke yake. Kuuchanganya moja kwa moja kwenye maji ya kawaida kunaweza kuwa na ladha ya udongo kwa watu wengi. Anza kwa kiasi kidogo na ruhusu ulimi wako kuzoea. Mwili wako pia hupendelea mabadiliko ya taratibu. Njia rahisi za kujumuisha moringa katika milo ya kila siku. Huhitaji mapishi magumu wala vinywaji vyenye viambato vingi. Upishi wa India tayari unatoa njia bora za kujumuisha moringa kwa asili. Ongeza unga wa moringa kwenye unga wa ngano unapokanda kwa ajili ya chapati au paratha. Ladha huchanganyika vizuri na hutahisi tofauti kubwa. Changanya kiasi kidogo kwenye dengu baada ya kupika. Koroga vizuri ili usambae sawasawa. Ongeza majani mabichi ya moringa kwenye mboga pamoja na mchicha au methi. Hii hupunguza ukali wa ladha na kufanya chakula kiwe cha kawaida zaidi. Unaweza pia kunyunyiza kiasi kidogo kwenye supu au mchuzi wa mboga muda mfupi kabla ya kutumikia. Baadhi ya watu hupenda kuongeza unga wa moringa kwenye maziwa mgando yaliyopunguzwa uzito pamoja na jira iliyokaangwa na chumvi nyeusi. Inaweza ukaonekana ya ajabu mwanzoni, lakini hufanya kazi vizuri. Mapishi rahisi ya moringa unayoweza kujaribu. Dengu la moringa. Pika dengu zako za kawaida za mung au masur. Baada ya kuiva, ongeza majani yaliyokatwakatwa ya moringa na chemsha kwa dakika chache. Malizia kwa kukaanga jira, vitunguu saumu na manjano. Unapata mlo wa faraja wenye virutubisho vya ziada bila kubadilisha ratiba yako. Paratha ya moringa. Ongeza nusu kijiko cha unga wa moringa kwenye unga wa ngano nzima pamoja na ajwain, chumvi na mtindi kidogo. Kanda hadi upate donge laini na tengeneza paratha kama kawaida. Tumikia na mtindi au achari. Maziwa mgando yenye moringa. Chukua glasi ya maziwa mgando mepesi. Ongeza unga wa jira iliyokaangwa, chumvi nyeusi na kiasi kidogo cha unga wa moringa. Changanya vizuri. Hiki na kinywaji kinachoburudisha na chepesi tumboni. Mboga za kukaanga zenye moringa. Ongeza majani mabichi ya moringa kwenye mchanganyiko wa mboga kama karoti, maharagwe na njegere. Pika kwa muda mfupi pamoja na vitunguu saumu na mbegu za harabali. Majani huchanganyika kwenye chakula bila kuzidi ladha. Mambo ya kuzingatia kabla ya kutumia moringa. Kiasi kikubwa si bora kila wakati. Kwa sababu moringa ina virutubisho vingi, kiasi kidogo kinatosha. Kuchukua kiasi kikubwa hakutaharakisha faida na kunaweza leta usumbufu wa mmeng'enyo. Ikiwa wewe ni mjamzito, unanyonyesha au unatumia dawa za sukari au shinikizo la damu, ni busara kuzungumza na mtaalamu wa afya kabla ya kuanza kutumia moringa mara kwa mara. Pia, chagua unga safi na wenye ubora mzuri kutoka vyanzo vinavyoaminika. Kwa kuwa ni bidhaa ya mimea, usafi ni muhimu. Sikiliza mwili wako. Watu wengine huhisi vizuri kwa matumizi ya kila siku, wakati wengine hupendelea kuitumia mara chache kwa wiki. Kwa nini moringa inalingana kwa urahisi na mtindo wa maisha wa India? Moja ya mambo mazuri kuhusu moringa ni kwamba haikulazimishi kubadilisha kabisa tabia zako za kula. Huchanganyika kwenye vyakula unavyokula tayari. Hakuna lishe kali wala kanuni ngumu. Ni ukumbusho tu kwamba vyakula vingi vyenye nguvu tayari vipo kwenye jikoni zetu za kitamaduni. Wakati mwingine, afya si kuongeza kitu kipya, ni kugundua tena kile kilichokuwepo tangu zamani. Unapojumuisha moringa kwa uangalifu, inakuwa si mtindo bali tabia. Kijiko kidogo kwenye milo yako ya kila siku, kikifanya kazi kimya kimya kuunga mkono afya yako mlo baada ya mlo. Pia, chagua unga safi na wenye ubora mzuri kutoka vyanzo vinavyoaminika kama Naturemed Supplies. Kwa kuwa ni bidhaa ya mimea, usafi ni muhimu. Sikiliza mwili wako. Watu wengine huhisi vizuri kwa matumizi ya kila siku, wakati wengine hupendelea kuitumia mara chache kwa wiki. Moja ya mambo mazuri kuhusu moringa ni kwamba haikulazimishi kubadilisha kabisa tabia zako za kula. Huchanganyika kwenye vyakula unavyokula kila siku. Hakuna lishe kali wala kanuni ngumu. Ni ukumbusho tu kwamba vyakula vingi vyenye nguvu tayari vipo kwenye tamaduni zetu. Wakati mwingine, afya si kuongeza kitu kipya, ni kugundua tena kile kilichowepo tangu zamani. Unapojumuisha moringa kwa uangalifu, inakuwa si mtindo bali inakuwa tabia. Kijiko kidogo kwenye milo yako ya kila siku, kikifanya kazi kimya kimya kuunga mkono afya yako mlo baada ya mlo. Kwa kifupi, mlonge ni chakula cha asili chenye madini, vitamini, protini ya mimea na vioksidishaji vinavyoweza kusaidia mwili wako kujaza mapengo ya lishe.
unaweza kuutumia kwa njia rahisi ndani ya milo unayokula tayari bila kubadilisha mfumo wako wa maisha. Siri ni matumizi ya kiasi kinachofaa na uendelevu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana, bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.